Mtazamaji wangu wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM. Mimi ndugu yako na kusalimu kwa kupitia jina takatifu la Yesu Mwokozi, ambaye tunamtumikia kwa hiari, kwa upendo, ambaye anayo maneno mazuri katika maisha yetu siku hadi siku. Na yeye anasema ni mpya kila itwapo leo. Kwa hiyo nalo neno kila siku. Na ndio maana tukaweka kipindi katika TV yetu ya Sibuka. Tuliweka kipindi kinachoitwa neno la siku. Neno ambalo tunalipata mapema asubuhi, kabla ya kuanza kazi za siku ambazo tumeziwaza mbele za Bwana, kabla ya usiku kwisha. Yale tuliyopanga kwamba tukiamka tutafanya 1, 2, 3, Bwana nisaidie. Basi Mungu naye ameandaa neno litakalo simama na wewe. Kama ni mfanyakazi, wakati unaenda kazini, wakati utakuwa kazini. Kama ni mfanyabiashara, wakati unaenda kwenye biashara zako na utakapokuwa unazifanya. Kama ni mwanafunzi, wakati unaelekea vyuoni na mashuleni na kule unakokwenda kusoma. Kila mmoja kwa shughuli yake ile ambayo kwa kweli inaanza katika siku inaompa maisha yake. Kwa hiyo najua kwamba Mungu amekuandaa na mimi niko tayari. Naitwa mchungaji Pray God Zawadi Mgonja wa kanisa la EAGT. Nachunga hapa nyuma tu ya kanisa nyuma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, Changanyikeni, kanisa linaloitwa EAGT Jesus Village. Nataka nimwombe Mungu kabla hatujaanza somo letu. Baba Mungu, umetuwezesha tena. Na kwa kweli tunao furaha na shukurani nyingi kwamba tumelindwa katika usiku uliopita kwa nguvu zako. Maana imeandikwa tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa kuwa malaika zako wamefanya kituo na kutuokoa, tumeamka asubuhi, tunayo nguvu ya kutumika kwako. Bwana, kwa maneno yako ndio uzima. Maneno yako yana uongozi wako. Tunaomba Bwana, sema na kila mmoja wetu katika saa hii. Tuko tayari kwa jina la Yesu Mwokozi. Amen. Somo letu la leo nimeandaa hivi: piga hatua kwenda mbele wala usirudi nyuma. Piga hatua kwenda mbele wala usirudi nyuma. Kuna mahali tena pameandikwa kwamba kama mtu akitia mguu wake katika shamba la Bwana alafu akarudi nyuma hafai. Piga hatua kwenda mbele wala usirudi nyuma. Iwe dhamiri, iwe maamuzi kwamba mimi naenda mbele. Kurudi nyuma kwangu mwiko. Ujiwekee kanuni ya kibinafsi ya nafsi yako kwamba una mtazamo gani kuhusu kwenda mbele. Na je, unaona kwamba waweza kwenda mbele? Waweza rudi nyuma? Kuna mtu aliimba wimbo na mimi nalimsikia. Wanasema upendo wa Yesu waweza kwenda mbele, waweza rudi nyuma. Mimi nilidhani tu tuzungumzie habari ya kwenda mbele. Habari ya kurudi nyuma si mpango wa Mungu. Ndio maana wakati wa Musa anasema adui yule mliyemuona yule hamtamuona tena mbele. Kwa hiyo yeye Musa anasema simameni hapa muone utukufu wa Bwana. Lakini Mungu anasema Musa, waambie watu wasonge mbele. Utukufu wa Mungu utakuwepo kwa mtu anayeenda mbele. Kutoka imani hadi imani,
ataona utukufu hadi utukufu kama ana safari ya kwenda mbele. Kwa hiyo kila mmoja akishaurika na akasikia ushauri wa kineno la Mungu, piga hatua kwenda mbele, wala usirudi nyuma. Maana wako wengine waliambiana, unaweza ukatenda dhambi bwana. Mungu, unajua huu mwili nao ni dhaifu. Hata Mungu anaujua mwili huu ni dhaifu. Na ndio maana imeandikwa roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu lakini roho yangu iradhi. Wakatafsiri kwamba wakubaliane tu kwamba sasa tutafanyaje sasa? Itabidi tena kama nikitenda dhambi si nitatubu tena. Ndugu zangu, watenda dhambi wengi ninaowafahamu katika waliookoka, nilichokihoji nafsi yangu, lazima wana imani juu ya kutenda dhambi na kusamehewa. Yaani imani yao ni msamaha. Mungu si mwanadamu. Mungu anasamehe bwana. Mungu si mwanadamu. Mawazo yao ni Mungu si mwanadamu. Mungu anasamehe bwana. Ni kweli Mungu anasamehe mtu yoyote, kila ajaye kwangu simtupi nje. Akishakuja akikuwa akawa na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ndani, maana yake uzao wa kimungu umehamia ndani yake. Maana yake sasa hawezi kutenda dhambi kwa sababu uzao wa kiungu wakaa ndani yake. Ndivyo ilivyoandikwa waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 9. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu uzao wa kimungu unakaa ndani yake. Kwa hiyo sio mtu wa kusema anaweza akarudia dhambi tena, kwamba nguruwe amearudia matapishi yake. Hawezi. Na si kwamba hawezi kwa sababu anajilazimisha mpaka anateseka. Hapana. Watu hawajilazimishi kutokula mavi. Hawajilazimishi. Hawaoni njaa na kiu ya kula mavi inawasumbua sana. Kwa hiyo wakasema sasa tutaachaje jamani kula mavi? Paulo alipogundua watu huwa wakiacha dhambi, wanatakiwa waache dhambi, wasitamani dhambi tena, akasema hivi: basi mimi nayahesabu mambo yote kuwa kama mavi kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Yakishakuwa na sura ya mavi, kwa sababu watu kwa asili hawatamani kula mavi wala kushirikiana na mavi. Basi kama dhambi itakuwa kama mavi, hakuna mtu atatamani wala hakuna atakayesema sasa mimi nifanyije, kwa sababu hakuna mtu anajitahidi kula mavi. Na ndio maana tunaposema usonge mbele wala usirudi nyuma, maana yake usirudie maisha yale ya dhambi tena. Na ile Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 2 mpaka wa 4 pale anasema hivi: muda wetu uliopita watosha katika kutenda matendo ya mataifa. Muda wetu uliobaki ni kwa ajili yetu na Mungu. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye Yesu alimtetea siuawe na watu kwa sababu ya dhambi ya zinaa, alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako, enenda zako usitende dhambi tena. Kwa maana alijua kwamba kwake dhambi itakuwa kama mavi na hataweza kutenda tena. Kwa hiyo ninapohimiza katika siku hii, katika siku ya kazi yako, siku ya biashara zako, siku ya maisha yako mapya ambayo inaendelea, dhamiri ya ndani yako isizungumze habari ya kwamba sasa itabidi tu nikitenda dhambi nirudi tena niombe. Mawazo ya watu, nikitenda tena dhambi nitarudi kuomba, nitaomba msamaha. Watu wanazungumzia msamaha wa Mungu kama kitu cha kiholela. Ule msamaha wa dhambi tunaupata kwa kumpata Kristo ndani ya maisha yetu, kwa kupata uzao wa kiungu ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo tunaweza kuishi pasipo dhambi katika yeye huyu aliye ndani yetu. Ndiye anayetuwezesha. Yule aliyeshinda dhambi ndiye anakaa ndani yetu. Kwa hiyo maandiko mengine ambayo nitasimamia leo makubwa ni kama hili la kwanza, Filipi 3:12. Wa Filipi 3:12, mtumishi wa Mungu huyu
Paulo alinena akisema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Yesu anataka mahali alipo nasi tuwepo. Ametushikilia ili tupate kushinda ulimwengu. Na tukishinda tupate wakati wa kututwaa, wakati wa kuwahukumu. Tupate kukaa na yeye, tutawale na yeye milele na milele. Kwa ajili ya hilo Bwana ametushika. Na hakuna kiwezacho kuanguka mikononi mwa Bwana, labda kwa hiari ya mwenyewe. Kila kilicho mikononi mwangu hakuna wakuki kuninyang'anya, hakuna. Ni matumaini haya, hii ndio imani. Anataka kwamba lile alilotushika basi likae kwenye fahamu zetu na mipango yetu. Sasa huyu anasema si kwamba nimekwisha kufika. Mipango ya Mungu iliyo mbele yetu kila siku ni mema. Anasema na wawazia yaliyo mema siku zenu zote. Siku zenu zote mpaka za mwisho. Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yetu kama vile roho zetu zifanikiwavyo. Ndio maana asema hivi, si kwamba nimekwisha kufika. Kama bado anapitia vipindi vya mateso katika mwili, anajiona kwamba ukamilifu wangu bado, Bwana nataka nipate kushinda katika hili nalo. Maana Yesu alipigwa na magonjwa ili mimi magonjwa asiwe tatizo langu tena. Na alikuja ili umwe na uzima kisha mwe na utele. Kulikuwa na dhamiri ya Mungu inayotaka kitu cha ziada. Mwingine anasema mimi ni mfanya biashara, anaangalia anasema hivi, biashara zangu bado wananiloga watu, kuna chuma ulete. Lakini neno la Mungu linasema hakutakuwa na uchawi wala uganga kwenu tena. Sio vitu vitakavyowasumbua akili zenu kwamba nikilogwa nipate wapi mganga, wakiniloga itakuwaje, mbona nikiweka hela zangu watachukua kinachukua chuma ulete. Mawazo haya ni ya kutofikia viwango. Ndio maana Paulo anasema si kwamba nimekwisha kufika. Anaona mbele ambayo makusudi ya Mungu ni mema sana 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 kila siku. Kwamba nitajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Kwamba nitazaa watoto na uzao wangu utaongezeka. Kwa hiyo mtu anajiona mbona sijajenga. Lakini neno la Bwana anasema nitajenga nyumba nzuri na kukaa. Kwa hiyo si kwamba nimekwisha kufika. Kweli nimeokoka. Kweli nimeacha dhambi. Lakini bado sijajenga nyumba nzuri na kukaa. Kweli Mungu asema apataye mke apata kitu chema. Mimi bado ni bachelor, bado sijapata chaguo la Bwana kwamba nimuoe nani awe mke wangu. Si kwamba nimekwisha kufika bado nachuchumilia. Sio kufika tu mbinguni. Yeye aliwaahidi wakina Petro aliposema tutapata nini tukikufuata wewe. Akasema hapa duniani. Hapa duniani nitawapa hiki na hiki na hiki. Na huko mbinguni nitawapa uzima wa milele. Sasa kuna vitu hapa duniani ambavyo vimeahidiwa kwa neno la Mungu na ahadi za Mungu ambazo Bwana ameziapia kwamba majibu yake ni ndio. Hatujapata. Si kwamba hazipo, ila tunachuchumilia na hiki nacho nikipate kwa sababu nimeandikiwa na Bwana wangu. Katika muda wa kuishi hapa duniani hiki nacho niwe nacho. Niwe na nyumba nzuri. Sitakuwa katika imani yetu hakuna mtu ambaye anatakiwa amini kwamba ataendelea kupanga nyumba mpaka siku ya kufa. Haipo. Katika imani yetu hakuna kusema kwamba ugonjwa huu utaniua. Katika imani yetu kuna neno linasema sitakufa bali nitaishi ili niyatangaze matendo makuu ya Mungu. Kwetu kila wakati kuna neno la kuchuchumilia. Mtu asianze kujichokea njiani mwisho akarudi nyuma. Kwa hiyo nimesema piga hatua kwenda mbele. Kwa sababu mbele yako kuna jambo lingine la kuipigia hatua kuliendea.
ulipate na hilo. Usiridhike mpaka ukavunjika moyo. Tamani hiki kilichoahidiwa na chenyewe kuwapa ninyi furaha, ushindi siku zenu za mwisho. Maana nawawazia yaliyo mema katika siku zenu za mwisho. Za mwisho maana yake mbele yako kila saa kuna kitu, ndio mwisho huko. Kila saa kuna jambo liko hapa. Lakini nalo amekuapia, nataka sasa mtu yote ambiwe. Lakini Waefeso 5 nisome 15 mpaka 17 imeandikwa hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama na watu wenye hekima, ukiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Anatuwazia mema tena ya amani siku zetu za mwisho. Mambo ya kuleta furaha na amani katika maisha yetu. Mambo ya mafanikio. Anasema kama mtashika amri zangu na kuzitenda, ndipo, anasema Bwana, baraka hizi zote zitakapo wajilia na kuwapata. Kwa hiyo kila saa kuna baraka ingine unaiona mbele, ambayo na yenyewe. Mimi niliona mtu ambaye alikuwa anangoja kujazwa Roho Mtakatifu. Aliokoka akashangaa, mbona ameingia kanisani anakuta watu wote Unajua kuna watu wameokoka hawajajazwa Roho Mtakatifu na hawana neno. Maneno ya Mungu yanasema ukimaliza kutubu, ndugu yangu, mbele yako kuna ahadi. Watu wamekaa wanaona kama kunena kwa Roho ni kama Mungu anapendelea. Wakati Petro anahubiri, wale watu waliposikia ile injili anayohubiri Petro, katika mlango ule wa 2 mstari ule wa 37 imeandikwa, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ni ahadi. Ni ahadi. Ni kitu kiko mbele. Uchuchumilie kilicho mbele, ambacho kwacho Kristo amekushika. Anataka kuongoze kwa Roho wa Mungu, lakini atakuongoza ukiwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo mitume, tukisoma maandiko, mlango huo wa Matendo ya Mitume ile 8 mstari wa 14, na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Niliona mmoja aliyejua hili, ameokoka ni kweli, amesamewa ni dhambi ni kweli, ila akasema, mbona mimi sijajazwa Roho Mtakatifu? Yule mhubiri alisema Kraisa, akamwambia, mwanangu, kuna ahadi zako ambazo sio ahadi ya mchungaji. Ahadi za Mungu sio sawa na ahadi ya mchungaji. Mchungaji ana vitu vyake anaweza kukuahidi, lakini neno la Mungu lina ahadi zake
ambazo ni kweli, ni haki yako. Moja ni Roho Mtakatifu. Tena anasema katika siku hizi za mwisho hizi tulizonazo hizi, atawamwagia wote, atamwaga Roho. Ndio maana ukienda kwenye mkutano wa nje unashangaa, huku unahubiri kwa watu wananena, huku kanisani huku unasema, huku watu wananena. Roho Mtakatifu amemwagwa. Na wewe ni haki yako, unataka? Akasema ndio. Akamwambia nyosha mikono yako juu hapo hapo ulipo. Akasema Baba, mjaze Roho Mtakatifu ule uliyemnena ya kwamba ni ahadi yake. Pale pale akajaa. Watu hawajajaza Roho Mtakatifu, hawajaonyesha nia yoyote, hawajalilia haki, hawajachuchumilia kwamba wapate kile kitu ambacho Kristo amewashika kwacho. Tuwe na Roho anayetuongoza, Roho wa Mungu, Roho aliye wa Kristo, Roho aliyemuumba Kristo ndani ya Mariamu. Tuwe naye katika kuishi kwetu. Asema msiwe wajinga kabisa, bila mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mungu mapenzi yake ujae Roho Mtakatifu. Mapenzi yake uwe na afya yako kama roho yako. Mapenzi yake, alisema asionekane maskini. Mimi nimefanyika maskini ili ninyi muwe matajiri. Asionekane mlokole anajitetea, unajua biashara mbaya. Kila utakachotia mkono wako kufanya, Mungu atakibarikia. Anayebariki biashara mpaka ifikie kustawi ni ile imani juu ya maneno ya Mungu kuliko matukio unaoyaona. Unajua hapa Kariakoo wachawi ni wengi. Haisaidii wachawi walikuwepo tangu zamani. Wachawi walishindwa kutafsiri ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Lakini watu wa kutafsiri walikuwepo tu, ni wakina Daniel. Tena walikuwa wafanyakazi wa serikali, mkuu wa wilaya. Sasa hivi kumpata mtu mwenye cheo hicho ambaye anaweza kutumiwa kanisani naye inakuwa shida, kwa sababu atazamii, hachuchumilii, hawazii mapenzi ya Mungu kwa ajili yake. Haya hawazi. Anawaza tu kwamba safari labda Mungu mheshimiwa akiamua atanipandisha niwe mkuu wa mkoa. Basi. Hawi mpango wa Mungu. Ananiwazia mema kwamba mimi nilikuwa ikisijapata ibada ya leo, Mungu atanipa. Mungu ni leo. Wataka nikufanyie nini? Akasema nataka kuona. Akapewa kuona. Mtu asione mambo haya yaliyo ahadi za Mungu ni magumu. Amini tu, mwanangu, ndugu yangu. Amini. Kwa nini anasema msimwache elimu akaenda zake? Kama elimu ni ngumu, kama hesabu ni ngumu, kama physics ni ngumu, kama chemistry ni ngumu, kama historia ni ngumu, kama economics ni ngumu, kama ingekuwa ngumu, mbona asema msimwache elimu akaenda zake? Ni kwa sababu tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo, kwa nini nasisitiza mambo haya ya kwenda mbele? Kwa nini? Nina sababu kama 4 kwa nini nasisitiza katika somo hili. Sababu ya kwanza ni hatujafika kule tulikotakiwa kufika. Kile tulichoitiwa, afya njema, hatujafikia viwango. Utajiri hatujaufikia. Mafanikio yote katika mambo yote. Mwingine anasema mimi sijaolewa. Ana haki. Mungu alisema kila mwanamke awe na mume wake. Sio atakuwa, awe. Sio yawezekana akapata mume. Unajua kwa nini watu hawajapata kuolewa wengi waliokoka, hata kama wamesikia nyakati za kuolewa? Hakuna aliyeona haki hii imeiva. Mnajua hata tunda kuna wakati unaliangalia, hata lile alilokula Eva aliliangalia, alipoliona hivi akasema hili linatamanika kwa kula. Kabla hajafikia kuiva halitamaniki kwa kula. Kuna wakati wa kuoa, kuna wakati wa kuolewa. Unafikia wakati unaotamanika kuoa na kuolewa.
unafikia wakati ni haki kabisa sasa uoe. Ni haki kabisa sasa uolewe. Wakati huo ukifika, Mungu kwa tamko la kimungu, kila mwanamke akifikia wakati wa kuolewa awe na mume wake mwenyewe. Sasa watu wanazungumza, unajua wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Kwa hiyo sasa wewe unaongea vitu ambavyo havijawahi kuandikwa. Hakuna wakati Mungu aliandika kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa sababu kila mwanamke ni ubavu wa mwanaume. Na kila mtu sasa awe na mume wake. Mahesabu hayo ya kimungu uyajui. Wewe shika ahadi hii, amini hili, chukua hiki. Ahadi hii ni kwa ajili yako, uwe na mume wako. Ahadi hii ni ya kwako, uwe na mke wako. Chuchumilia hili ambalo kwa ajili yake Bwana amekushika. La pili, kwa nini ninasisitiza hatua ya kwenda mbele? Muda wa maisha uliosalia ni mchache na mambo ya utumishi yanayotudai ni mengi. Tunahitajiwa kuwaza namna tutakavyofanya kwa ajili ya kujenga ufalme. Twende mbele. Kila saa tunawaza, mbona watu wengi hawajaokoka? Na Bwana amenituma uanze kushuhudia. Uwaze, watu wengi hawajajazwa Roho Mtakatifu. Ngoja niombe nao. Mambo ni mengi ambayo tunadaiwa kuyafanya. Kwa hiyo tusiwaze nyuma, tuwaze mbele. Na tatu nasema hivi, matarajio ya Mungu kwetu ni mengi. Tusiende kinyonge. Unakumbuka ile Mathayo 17 mstari wa 17 anaposema, hivi mimi nitachukuliana nanyi hata lini? Hata nyinyi mitume nimekaa na ninyi miaka 3, lakini mkiongea na wasikia mnaongea kama watu ambao hamna habari kwamba mimi nani. Naanza kuniuliza, tuonyeshe tu Baba, hatujui njia. Hivi nikae na ninyi mpaka lini? Mafundisho mangapi ya watoe? Piga hatua kwenda mbele ya kiroho. Na jambo la 4, tujue ya kwamba nyuma yetu kuna kundi ambalo linatakiwa tulifundishe imani hii, ambayo limeambiwa liige imani hii. Tena wakaambiwa waangalie mwisho wetu sisi, huku wakiangalia sana kwa makini mwisho wetu, waige imani yetu. Nyuma kuna watu ambao wanatakiwa waangalie tunavyomaliza sisi tuliotangulia. Wameambiwa watukumbuke sana sisi ambao tuliwaambia maneno haya ya Mungu. Na huku wakiangalia sana mwisho wetu, waige imani. Waangalie tulivyoshinda, tulivyotembea na Mungu, waige. Kwa hiyo kwa kujua hili, mtu asiwe mnyonge. Kaza mwendo, nenda mbele. Kaza mwendo, chuchumilia yaliyo mbele yako, yale ambayo kwa ajili yake umeshikwa na Kristo. Mungu akujalie hivi unavyoendelea kuishi, kuona mbele yako. Alafu akujalie Mungu moyo wa kuyaendea yaliyo mbele kwa bidii. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Kaza mwendo, usikate tamaa. Mungu akujalie hayo katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, nakushukuru kwa maneno haya. Yanaamsha nia mpya, yanaamsha moyo mpya. Katika siku mpya kama hii ya leo, mtu anaweza akafikia kuimarika haraka sana, akatembea mbele kwa imani. Hata yule ambaye alikuwa hajaamini kuokoka akaona Mungu kumleta Yesu Kristo alikuwa na jambo alilolikusudia. Na mimi nachuchumilia hilo, naamua kuokoka. Na yule aliyeokoka achumilie, kwa nini basi ajafa? Bwana amemwacha ili alitimize lile shauri la Bwana lililosalia kwa ajili yake. Nakushukuru Mungu kwa kusema nasi wote kwa jina la Yesu. Amen.